Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Licha ya rais wa Iran Masoud Pezeshkian kuomba radhi kutokana na mashambulizi iliyoyafanya Iran katika mataifa ya Ghuba, lakini Waarabu wanashangazwa kuona kwamba mashambulizi ya Iran bado yanaendelea katika mataifa yao. Rais Masoud Pezeshkian mnamo jana Jumamosi alizungumza kupitia vyombo vya habari akisema kwamba anaomba radhi kwa majirani wa Ghuba kwa mashambulizi ya hivi karibuni ya makombora na ndege zisizokuwa na rubani, akisema Tehran itasitisha mashambulizi isipokuwa mashambulizi dhidi ya Iran hayatatokea katika ardhi zao. Hata hivyo, ikiwa nchi hizo zitaamua kuishambulia Iran itajibu mapigo. Hata hivyo, maswali yaliibuka juu ya msamaha huo, huku ving'ora vya ulinzi wa anga na udukuzi wa makombora na ndege zisizokuwa na rubani vikiripotiwa huko Saudi Arabia, Qatar, UAE na Bahrain, na kusababisha sintofahamu katika Ghuba wakati mzozo huo ulipoingia wiki ya pili. Binafsi naomba radhi kwa nchi jirani ambazo ziliathiriwa na hatua ya Iran, Pezeshkian alisema katika hotuba yake kwa njia ya televisheni, na kuongeza kuwa baraza la uongozi la Iran limeidhinisha kusitishwa kwa mashambulizi ya makombora na ndege zisizokuwa na rubani katika mataifa ya Ghuba. Huko Saudi Arabia, wizara ya ulinzi ilisema kombora la ballistic lilirushwa kuelekea kambi ya wanahewa ya Prince Sultan lilianguka katika eneo lisilo na watu na hakuna majeruhi walioripotiwa. Viongozi walisema makombora na drone nyingi zilinaswa na tahadhari na usumbufu umeripotiwa katika miji kadhaa. Mamlaka ya Umoja wa Falme za Kiarabu kadhalika ilisema uchafu uliotokana na uvamizi ulisababisha tukio dogo kwenye uso wa mnara huko Dubai Marina. Hakukuwa na majeruhi na hali ilikuwa imedhibitiwa, walisema. Wizara ya mambo ya nje ya Bahrain ilisema shambulio lilisababisha moto huko Manama na kuharibu nyumba na majengo mengine. Uingiliaji unaoendelea licha ya sauti ya upatanisho ya Tehran uliwacha maafisa wa kikanda wakihoji ikiwa msamaha huo uliashiria juhudi za kweli za kupunguza au kubadilisha tu ujumbe wakati operesheni za kijeshi za Iran zikiwa zinaendelea. Hata hivyo, bado operesheni za Marekani na Israel nazo pia zinaendelea huko katika mamlaka ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Kadhalika, Iran inatajwa imefanya mashambulizi makubwa usiku wa leo katika maeneo mbalimbali huko Tel Aviv. Na video mbalimbali zilizoonyeshwa na mashirika makubwa ya habari ulimwenguni ikiwa ni pamoja na Al Jazeera zinaonyesha namna ambavyo Iran imefanya mashambulizi makubwa katika maeneo mbalimbali huko katika nchi ya Israel. Msemaji wa jeshi la Iran Abdul Fazil Shekarchi baadaye alisisitiza matamshi ya rais akisema Iran itaepuka kulenga nchi jirani isipokuwa eneo lao litatumiwa kuanzisha mashambulizi dhidi ya Iran. Mfalme wa Bahrain Hamad bin Isa Al Khalifa alisema ufalme huo umesalia kujitolea katika njia ya amani licha mashambulizi yanayoendelea. Bahrain iliunga mkono juhudi ambazo ziliimarisha usalama na utulivu katika kanda na kimataifa. Aliongeza kusema kwamba watu wa ufalme wa Bahrain wana amani na wanaamini katika kuvumiliana na kuishi pamoja. Shirika la habari la Bahrain lilimnukuu akisema. Katika ujumbe wake wa X, Rais Masoud Pezeshkian alisema Iran inataka kuhifadhi uhusiano wa kirafiki na serikali za eneo kwa msingi wa ujirani mwema na heshima kwa mamlaka na uadilifu wa ardhi, huku ikidumisha kile ilichokitaja kuwa haki asili ya Iran ya kujilinda dhidi ya Marekani na Israel. Amesema Iran itasimama kidete hadi punzi ya mwisho katika kuilinda nchi hiyo na kusisitiza kuwa operesheni za Iran zililenga tu vituo vinavyohusishwa na mashambulizi dhidi ya Iran, hususan vituo vya kijeshi vya Marekani katika eneo hilo. Rais wa Marekani alionya katika chapisho lake kupitia ukurasa wa Truth Social akisema kwamba afisa zaidi wa Iran watalengwa, akisema leo Iran itapigwa vibaya sana. Mohamed Bagher Ghalibaf, spika wa bunge la Iran, kupitia ukurasa wa X alisema kwamba sera za ulinzi za Iran zinawiana kwa kuzingatia miongozo ya imamu wetu aliyeuawa shahidi. Ameongeza kuwa maadamu kuwepo kwa vituo vya Marekani katika eneo hilo kunaendelea, nchi hazitafurahia amani. Maafisa wa Iran na wananchi wameungana katika kanuni hii. Endelea kutufuatilia mtazamaji, lakini ni kusihi usisahau kulike, comment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Naitwa Adam Hussein.